Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anaipeleka agenda ya no reforms no election ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania kwa Watanzania walioko nje na wasio wa Tanzania walioko nje ya taifa hili la Tanzania. Sasa tukizungumzia katika upande wa kimataifa nje ya mipaka ya Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika na kote ulimwenguni, utaona Lissu anajaribu, na si kwamba anajaribu, anafanya kabisa kuifanya no reforms no election ifahamike masikioni na machoni na akilini mwa walimwengu. Kuna kitu anachokitaraji pale, na alizungumza pia kwamba watakuja kuvieleza vyombo vya kimataifa, kwa maana taasisi mbalimbali, lakini na mataifa ambayo yanatoa misaada ama ruzuku, mikopo kwa Tanzania wasitishe, kwa sababu taifa la Tanzania halina mifumo huru na amani katika eneo la uchaguzi, si amani ya nchi. Amani ya nchi iko ya kutosha kabisa. Sasa tukizungumzia hatua ambazo zinaonesha kabisa kwamba Lissu ana jicho lingine, si kwa Tanzania tu. Takurejesha nyuma, ilikuwa ni tarehe 22 mwezi Machi mwaka 2025, kabla ya kuwa amefanya mkutano na waandishi wa habari na kueleza ziara ya no reforms no election, ambapo alikuwepo naibu katibu mkuu Amani Golugwa, lakini pia alikuwepo na baadhi ya viongozi wengine. Sasa Lissu kwa tarehe 22 alikuwa yeye pamoja na makamu mwenyekiti kwa maana John Heche, lakini pia na mjumbe wa kamati kuu Godbless Lema. Walisafiri moja kwa moja mpaka nchini Kenya kukutana na kuzungumza na mheshimiwa Raila Amolo Odinga ofisini kwake jijini Nairobi kwa ajili ya mazungumzo juu ya hali ya kisiasa nchini Tanzania na harakati za mapambano ya kidemokrasia zinazoongozwa na Chadema. Na viongozi hao walipata wasaa wa kuweza kumweleza mheshimiwa Odinga juu ya agenda ya no reforms no election na kupata uzoefu pia pamoja na ushauri wake kwa maana Amolo Odinga. Sasa hii ni katika mipaka ya Afrika Mashariki, na tunazungumza hivi karibuni pia Lissu alikuwa nchini Uganda, ambako alialikwa na chuo kikuu cha Makerere na katika mdahalo wa kidemokrasia ambao ulifanyika chuoni, na tunafahamu Lissu alieleza uzoefu, alieleza itikadi, falsafa za Mwalimu Nyerere na namna ambavyo pia falsafa hizo zimedumu, zimeishi na wakati mwingine zimesahauliwa na watu waliomfuata kwa maana baada ya Mwalimu Nyerere, na mambo chungu mzima ambayo pia alionesha na yeye uzoefu wake na mahusiano yake baina yake na chuo kikuu, lakini pia chuo kikuu hicho ambacho Mwalimu Nyerere alienda kusoma pale, na mambo kama hayo. Harakati pia za Mwalimu Nyerere zilianzia huko Uganda. Niliona pia walichapisha Chadema katika ukurasa wao rasmi wa X mitazamo ya wafuasi wao, na hata wale ambao si wafuasi ilionekana dhahiri kila mmoja namna ambavyo alizungumza juu ya safari hii ya Lissu pamoja na John Heche pamoja naye Godbless Lema. Kuna huyu mtu anaitwa Seido Kayamba, yeye reply hapa akasema, sasa huyo Odinga hajawahi shinda uchaguzi na kila baada ya uchaguzi anaanzisha vuguvugu, alafu akishaonjeshwa anawaruka wafuasi wake, anajiunga na dola. Atawaambia nini? Hapa lazima dunia ijue kwa nini wananchi tunataka mabadiliko ambayo CCM haitaki kutupa. Mwaka huu lazima CCM ikae pembeni. Huyu ni mwingine anaitwa New Face, aliandika hivyo. Unaenda kuzungumza hali ya siasa na mtu ambaye siasa za nchi yake zimemshinda hadi akaamua kuungana na mshindani wake. Tunaelekea kupotea. Haya, huyo ameeleza hapo, na ni kweli ujumbe huu wa mfuasi huyu Saidi Mithul JR unakumbusha hivi karibuni ambako baada ya kushindwa kwenye harakati za kuwania uwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU pale Addis Ababa Ethiopia, tunafahamu kwamba Raila Odinga alikuwa ni mgombea katika wale wagombea watatu ambao ile cream iliyotafutwa, na yeye jina lake lilitajwa pale, na Wakenya walionekana kumuunga mkono sana kwa kiwango kikubwa hadi rais wa sasa William Ruto. Mambo yakawa tofauti baada ya mchakato kufanyika Addis Ababa, akashindwa. Baada ya kushindwa, baada ya kurejea Kenya, siku chache baada ya kurejea kutoka Ethiopia, wakakutana kuzungumza na Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, na wakaazimia kuunganisha nguvu kutoka katika chama cha Azimio ambacho kinaongozwa na Raila Odinga pamoja na serikali ya sasa ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Sasa hili swala pia linaweza likajadiliwa kwa mapana yake, kwamba huyu ni mtu ambaye tayari ameshaonekana kwamba
amenyosha mikono kwamba hawezi tena kushinda ama kuwania urais, hivyo anao nafasi ya kuungana na chama tawala, na mwisho wa siku hayo ndio ambayo yametokea. Haya ni mazungumzo tu ambayo yanaweza yakaendelea kutoa picha halisi, lakini ajenda kubwa ni no reforms no election, namna ambavyo inapasua mipaka ya Tanzania. Sasa katika swala hili pia utafahamu ya kwamba si Kenya peke yake, bali mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu ilikuwa ni tarehe 21. Sasa ile ilikuwa ya Kenya ilikuwa tarehe 22. Hii ilikuwa ni tarehe 21 mwezi wa 3 2025. Aliongozana na viongozi wakuu wa chama hicho kwenye mazungumzo na kaimu balozi wa Marekani nchini anaitwa CDA Andrew Lenzi, ambapo walikwenda katika ofisi ya ubalozi wa Marekani nchini Tanzania, Dar es Salaam, na kwa ajili ya kufanya mazungumzo ambayo yalihusu umuhimu wa mchakato ya uchaguzi huru, ya haki na yenye kuaminika, ambayo italinda amani na kuendeleza maendeleo ya watu. Hii ni moja ya ajenda pia, ama ni kile ambacho nimeanza nacho kueleza kwamba Lissu anajaribu kuipenyeza no reforms no election nje ya mipaka ya Tanzania, na ilionekana picha ambayo alikuwa anaonekana Lissu na Andrew Lenzi ambaye ni kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania, na Lissu alikuwa anaonekana John Heche pamoja na Orugwa, alikuwa anaonekana pamoja na yule dada ambaye kwa sasa ni Brenda ambaye ni huyu ni msemaji wa chama cha Chadema kwa sasa, ambaye ni msemaji mpya ambaye anakamilisha kimsingi ile safu ya viongozi wakuu wapya wa Chadema baada ya uchaguzi. Na alikuwa anaonekana pia Andrew Lenzi pamoja na viongozi wengine, bila shaka ni wasaidizi wake, katika picha ambayo unaitazama hapa. Katika picha hii ama katika hii ajenda pia ya kuwaeleza wa Marekani kwamba Tanzania kupitia chama cha Chadema ajenda yao ni hii, na kuna mambo bila shaka ambao wanazungumza na wanahitaji kuungwa mkono hapo baadaye. Sasa hawa wazungu anafanya nao nini? Au anaomba fedha, maana hana change. Haya, huyu ni De Leon 06 alitoa maoni yake. Yani picha zinasambaa. Okay, sawa. Huyu mwingine alisema picha zinasambaa ndio mnakuwa wa mwisho kuposti, bila shaka ni walichelewa kuchapisha picha hizi. Haya, huyu alisema sisi hatukujikomba kubembeleza kwenda kuwatafuta, kuwafuata walioomba kuja ofisini kwetu, ndio ujue CCM ni kubwa sana. Picha alichapisha picha huyu Profesa _Mchombengo alitoa ujumbe huo akiambatanisha na picha ambayo ilikuwa inamuonesha Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa CCM Bara, ambaye alikuwa ametembelewa ofisini kwake na Andrew Lenzi ambaye ni kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania. Walikuwa na mazungumzo kama ambavyo unatazama hapa. Haya, huyo anajaribu kurusha jiwe upande wa pili kwamba ninyi mnawafuata ofisini, sisi wanakuja wenyewe, na huo ni utofauti wa Chadema na vyama hivyo. Haya, na vitu kama hivyo. Hili swala pia linaweza likaangaliwa kwa mapana yake. Na unafahamu kwamba Lissu amepata umaarufu mkubwa ama ameendelea kupata umaarufu mkubwa hasa kwa mwaka 2025 baada ya uchaguzi na harakati zake na jinsi alivyojipambanua kwa wanachama katika yale mambo ambayo wao wanayapambania, kwamba no reforms no election, kuponyana majeraha, lakini pia kutatua migogoro yote ndani ya chama, masuala ya fedha yamekaa huko yameenda huko na mambo kama hayo. Na hivi karibuni pia ndani ya mwezi huu wa 3 walipata mwaliko yeye pamoja na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, ambapo walikuwa pia na viongozi wengine wa mataifa mbalimbali ya Afrika. Walipata mwaliko kwenda Luanda nchini Angola, ambako kwenda kushiriki jukwaa la kidemokrasia barani Afrika, ambalo kimsingi walishindwa kufanya baada ya kuwa wamezuliwa katika uwanja wa ndege. Sasa ajenda hiyo kwamba Lissu, kwa nini Lissu kutoka Tanzania? Lakini Lissu pia bila shaka ajenda hii alikuwa ameibeba vizuri kabisa katika kwenda kutoa uzoefu, kueleza hali ya kisiasa nchini Tanzania na ajenda yao kama chama kikuu cha upinzani. Kwa hiyo mambo yalifeli huko Angola, lakini tayari Angola kwa wale waandamizi viongozi wa chama hicho ambacho walikuwa wameitisha mdahalo huo, kwa maana jukwaa hilo, wanakuwa wanafahamu kabisa ni nini Lissu ambacho angeweza kukizungumza, na maeneo mbalimbali pia Ujerumani, Ubelgiji, ambako pia Lissu familia yake bado yuko huko, na yeye pia bila shaka viongozi wa huko wanafahamu kabisa kwa sababu amekuepo huko kwa takriban miaka 5 kabla ya kurejea Tanzania baada ya tukio lake la kushambuliwa pale Dodoma Eliadi alipopigwa risasi mwaka 2017. Sasa tunazungumza kuhusiana na haya maswala. Mtazamo wako ni upi pia katika hilo, na nafasi ya kuendelea kukaa karibu pamoja na sisi, lakini pia una nafasi ya kuweza kushare video hii kwa watu mbalimbali, lakini pia kulike, comment pamoja na kusubscribe.